Taharuki imeendelea kutanda katika kaunti ya Baringo na Elgeyo Marakwet baada ya mtu mmoja kuuawa usiku wa kuamkia leo kufuatia shambulizi la majangili katika eneo la Kowou, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Samira Mohamed, hali ya usalama katika ukanda wa Bonde la Ufa imeendelea kuzorota, huku walioangamia katika mashambulizi ya kijangili katika kipindi cha miezi mitatu ikifikia watu 11 kufikia sasa. Siku chache kufuatia misururu ya mashambulizi ya kijangili katika kaunti za Baringo, Samburu na Laikipia, mtu mmoja ameuawa katika shambulizi jingine la kijangili katika eneo la Kowou, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Shambulizi hilo la kijangili katika eneo la Kowou likisababisha mmoja kufariki, huku idadi ya walioangamia katika mashambulizi ya kijangili katika miezi miwili ikifika watu 11 kufika sasa. Katika shambulizi la kijangili katika eneo la Tiaty, kaunti ya Baringo, lililoshuhudia kifo cha chifu mmoja na kusababisha idara ya polisi kuanzisha operesheni kuu kupambana na majangili katika kaunti ya Baringo. Haya yanajiri huku waziri wa usalama Kipchumba Murkomen akizindua operesheni ya kukabiliana na majangili katika kaunti ya Laikipia. Aidha, Murkomen ameapa kuhakikisha hali ya usalama imerejea katika kaunti za Baringo, Laikipia, Samburu na Elgeyo Marakwet ambazo zimekuwa zikishuhudia mashambulizi ya kijangili hivi majuzi. This particular strategy that we are going to apply will deal the final blow on the problem of banditry in the Kerio Valley region, and I'm confident that 2025 is the year of full liberation and liberating our people from the act of banditry. Hali ya usalama katika ukanda wa Bonde la Ufa ikiendelea kuzorota, huku shambulizi la usiku wa kuamkia Alhamisi likiwa la 8 katika kipindi cha mwezi mmoja, licha ya juhudi za Wizara ya Usalama kuimarisha usalama katika ukanda huo kwa kuwatuma maafisa wa KDF kukabiliana na majangili. Samira Mohamed, Runinga ya TV 47, Nairobi.